Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV 62. Wapendwa, napenda kuwasalimu katika jina lake Yesu Kristo, kwa sababu hata wakati Paulo alikuwa kolokoloni alikuwa akitumana salamu. Na wasalimu kwa sababu nawapenda, na wasalimu kwa sababu Mungu amenipatia nyinyi ni kwa ajili ya kukula neno lake pamoja. Siku ya leo namshukuru Mungu kwa sababu ya kuniamsha. Siku ya leo namshukuru Mungu ni kwa sababu ya kunipa uhai. Siku ya leo namtukuza Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nami kutoka kusaliwa mpaka siku ya leo. Leo nataka tunene mambo ambaye nabii mmoja anaitwa Hosea aliweza kuyanena. Katika Hosea 4 kuanzia mstari wa 7. Nataka tusome haya maandiko tukiwa kwa pamoja. Maandiko yanasema ya kwamba kadiri makuhani walipoongezeka ndivyo wote walivyozidi kuniasi. Basi nitaikeuza Baali yao kuwa aibu. Wakati ambaye makuhani wamezidi kuongezeka, hivyo ndivyo naye wanazidi kumwasi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kila mtu anataka akimbishana na mwenzake. Kila mtu anataka mwenzake asimpite. Na hiyo sio sauti ya Mungu inanena. Na maandiko yakasema ya kwamba na wanapojitokeza kuwa wengi, nami wakaendelea na kuniasi, nami Mwenyezi Mungu na mimi nikajitokeza kuwapa aibu. Hao ni maandiko yananena hayo katika Hosea 4 mstari wa 7. Na ndipo unaona wakati mwingine unakuta wachungaji wanatiwa aibu. Waache kushindwa kimhukumu. Huyo ni mtu ambaye amejitokeza na akaweza kuingia katika pahali ambaye si pake. Tunabaa wenyewe tukae chini, tujiulize, wakati sisi Mungu alituita kwa neno kani? Halikuita kakomboa ya kina nani? Halikuita neno lake likaweze kusikizwa na ya kina nani? Hii leo ni siku ya leo, nataka tujifunze sisi kwa pamoja. Kuna kitu moja kinatukosea sisi wa Kristo, atusomi neno. Na bila ambaye tusomi neno ndio inatufikia kwamba tunafanya mambo ya aibu. Wewe ambaye ni muumini unaenda unafanya mambo ambaye ni ya aibu pamoja na mchungaji wako. Unaenda unafanya mambo ya aibu pamoja na mzee wa kanisa. Roho Mtakatifu ako wapi? Na hilo jambo likawa linanishangaza. Lakini Mungu akanipa neno katika Hosea 4 mstari wa 7. Akaniambia kadiri ya makuhani vile ambaye wanapoongezeka, hivyo ndivyo wanazidi kuniasi. Na wakati wa miasi Mwenyezi Mungu, maandiko yanasema ya kwamba naye Mungu akajitokeza ni kwa ajili ya kuwatia aibu. Tukisoma Romans 10 mstari wa 11, maandiko yanasema ya kwamba watakao nitumikia mimi Mwenyezi Mungu hakuna siku wataaibika. Tumetia neno lake Mwenyezi Mungu aibu. Tumetia neno lake Mwenyezi Mungu limekuwa ni kama liko uchi. Hata wakati kisasi kinasaliwa kinaanza kusema kweli hakuna Mungu, na Mungu yupo. Kwa sababu ndio anatuamsha, anafanya tunalala na tunaamka tukiwa mkononi mwake. Maandiko yanasema ya kwamba katika Zaburi 44 mstari wa 22 anasema tunakikabili kifo kila siku na tunaamka kwa neema yake. Wewe kwa nini useme hakuna Mungu? Kwa nini wewe useme ya kwamba ile mambo ninafanya Mungu hayaoni? Na tukisoma Methali 15 mstari wa 3, maandiko yanasema ya kwamba macho yake Mwenyezi Mungu yako kila mahali yakitazama mema na mabaya. Ndugu yangu na dada yangu, kaa ukijua chochote ambayo unakifanya, kaa ukijua chochote ambayo unakitenda wewe mwenyewe, unamwasi Mwenyezi Mungu. Naye Mwenyezi Mungu lazima akutie aibu. Na ndipo unaona wakati mwingine Mkristo anajiuliza, ni kwa nini Mungu kakubali nikumbane na haya? Anakubali ni kwa sababu ile mambo nafanya hayampendezi Mwenyezi Mungu. Wewe mwenyewe unapotembea, wewe wakati unanena, wewe wakati unatenda mambo yako, usiku wakati umeita moyo wako mkutano, unapaa kuwa unauliza Mungu, siku ya leo ni wapi umeniona kama sijafanya mema? Naomba unieleze katika maono. Ni wapi ambao umeniona nikitenda mambo ambaye hayastahili? Naomba uniletee hata katika ndoto. Oi Mungu wa mbinguni, tumekuwa watu wengine ambaye
tuko na ukaidi ndani ya moyo, hatutaki kusikiza sauti yake Mwenyezi Mungu. Yesu akasema ya kwamba wakati alikuwa anafanya kazi ama anaponya watu, alikuwa anatenga muda wake pamoja na watumishi wake ama wafuasi wake, anawauliza watu wanasema mimi ni nani? Lakini sisi ni kujipiga kifua. Unasema mimi si kama mtu fulani, utajua mimi ni mtumishi wake Mwenyezi Mungu, utajua hakuna kitu kama hiyo. Huyu ni mtu ambaye amepotea. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Ibrahim aliambiwa na Mwenyezi Mungu, toka kwa watu wako sasa uende ukanitumikie. Maandiko yanasema ya kwamba aliambia Ibrahim, na yeyote ambaye atakubariki mimi nitambariki, na yeyote ambaye atakayeweza kukulaani mimi Mwenyezi Mungu nitamlaani. Wewe wakati unasema wewe ni mtumishi wa Mungu, mimi utaona mimi ni nani? Hapana, tunakosea. Tunakosea kabisa. Na tuangalie aibu. Wewe ambao unatiwa aibu machoni mwa watoto, hata mpaka watoto wako, mambo ya aibu natiwa, unabaa kumrudia Mwenyezi Mungu na umuulize Mungu, nifanye nini? Na Mungu wetu ataweza kukujibu. Mstari wa 8. Wanajisibisha kwa sadaka za watu wangu wangu, wadhani wanaamu sana ya kuwaona wametenda dhambi. Unakuta wakati mwingine, kama ni pale tuko katika mikutano ya waumini, kama kuna mtu mmoja wetu ambaye huwa anatoa sana, huyo ndio anaonekana na mchungaji, huyo ndio anaonekana na wasee wa kanisa. Hata wiki moja usipoenda kanisani lazima wakutafute. Neno la Mungu alienendi namna hiyo. Tumeitwa ni kwa ajili ya kila mmoja, wale ambaye ni wanyonge. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alikuwa anaongoza kondoo na wale ambaye walikuwa ndio wamesaa. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu alikuwa anachukua zile ndama na anasipepa na anapeleka walio saa pole pole. Ni kwa nini sisi tunataka wale ambao wako na nguvu? Wale wadhaifu wataenda wapi? Hao wadhaifu ndio tumeitiwa. Hao wadhaifu ambaye wanaleta hata mpaka sadaka sao ndani ya makanisa. Sadaka zifanye kazi gani? Ukiangalia katika Malaki 3 mstari wa 10, anasema leteni chakula katika ngala zangu ili watu wangu waweze kupata chakula. Lakini saa hii unakuta hekalu ama makanisa hayana chochote, kwa sababu tuliweka katika mifuko. Mungu utusamee. Mungu wese kutuongoza. Mungu ujidhihirishe ya kwamba wewe ndio ulituita. Ujidhihirishe ya kwamba wewe ndio Mungu ambaye umeketie katika kiti chako cha enzi, na mahali pale hauondoki. Mstari wa 9. Lakini yatakapo wapata watu, yatawapata makuhani. Nitawaadhibu kwa sababu ya mwenendo wao, nitawalipiza matendo yao wenyewe. Sisi makuhani ndio tumekuwa wabaya. Ni kwa sababu hatusikizi sauti yake Mwenyezi Mungu. Tunasikiza sauti za watu sisi makuhani. Na ukisoma Malaki 2 mstari wa 7, maandiko yanasema ya kwamba wale makuhani ambaye wanafaa kutoa matakwa yangu vile ambaye nimesema wakafanye. Lakini kwa sababu wao ni wajumbe wake Mwenyezi Mungu, Mungu wa majeshi. Wao umepewa ujumbe. Kazi yako wewe kuhani ni kupeleka ujumbe. Wewe kazi yako ni kupeleka ujumbe kila wakati. Oye Mungu wa mbinguni, na kuomba waweze kuonekana, na kuomba Jehova waweze kutembelea watu wako. Vile mtumishi wako ambaye anaitwa Hosea 4 ambaye ni mstari wa 7 kupika mstari wa 10 ambaye ninasoma. Pale makuhani tumeonywa, pale makuhani tumeelezwa ni vile ambaye tunafaa tufanye. Kuna siku nyingine nikinena nilisema ya kwamba ukiona mtu yeyote anaitwa nabii, ukiona mtu yeyote anaitwa mchungaji, ukiona mtu yeyote anaitwa kuhani, kuna mahali alipita ambaye ni mahali pangumu. Lakini wewe kujitokeza tu unasema leo mimi ndio nabii hapa duniani. Hakuna kitu kama hiyo. Wacha watu waone ukiwa nabii. Wacha watu waone ukiwa umeokoka, kwa sababu kuna Mungu ambaye anatuangalia. Zaburi 27, maandiko yanasema ya kwamba neno langu ni taa la miguu yangu. Neno langu ni taa la miguu yangu.
Wewe wakati unafanya vitu za aibu, neno lake Mwenyezi Mungu liko wapi? Miguu yako inakimbia kwenda kutenda maovu kwa nini? Na ukisoma katika kitabu cha Methali 6 kuanzia mstari wa 10, maandiko yanasema ya kwamba hizo vitu saba ambaye asimpendezi Mwenyezi Mungu. Ingia pale uweze kusoma na utajionea we mwenyewe. Mstari wa 10. Watakula lakini hawatashiba, watasini lakini hawatapata watoto, kwa sababu wameniasi mimi Mwenyezi Mungu na kufuata miungu mingine. Wakati unatenda dhambi, hiyo ni miungu ambayo unafuata. Na ndipo tunasikia tutakula lakini hatutashiba, tutasini lakini hatutapata watoto. Na wewe unasini, na unasikia wewe ukisini huwezi ukapata watoto. Halafu wewe unasini na unaambia mtu utamuombea apate watoto, atawapata namna gani? Atawapata namna gani? Kwa sababu kila wakati tunatenda maovu, kila wakati tumefanya hekalu lake Mwenyezi Mungu, ambaye miili yetu ni hekalu, tuliibadilisha kuwa ni kama uwanja wa kutenda dhambi. Mungu apendezwi na mambo kama hayo. Kuna Mungu katika mbingu. Wakati unapoinua macho yako kumtazama Mwenyezi Mungu, hakika Mungu anasema mwanangu ndio huyo. Lakini imekuwa siku hizi ni mambo na kutenda dhambi. Tunaenda tunawekelea watoto wa watu mikono, ile spiriti iko ndani yetu inaenda inaingia wale watoto. Makuhani kama hawa, mmetoka wapi? Kwa nini tunakubali neno lake Mwenyezi Mungu liwe uchi? Watu waanze kuidharau, watu waanze kusema hakika tunafanya mambo hayastahili. Halafu namna hiyo watu wataki kuambiwa ukweli. Unakuta mtu anaanza kusema hapana, habai kusema namna hiyo. Kwa nini? Hiyo ni sauti yake Mwenyezi Mungu ananena, na lazima Mungu aweze kututendea, kwa sababu Mungu akona uwezo. Nyenyekea chini yake Mwenyezi Mungu, ninyenyekee chini yake Mwenyezi Mungu, ndipo Mungu aweze kunena na sisi, Mungu aweze kutuangalia kwa wema. Maandiko yanasema ya kwamba katika Isaya 1 mstari wa 15, mnapoinua mikono yenu kuniomba, nitauficha uso wangu. Hata mkiomba kwa wingi sitawasikiliza. Ni kwa sababu mmetenda mambo maovu. Mikono yenu imejaa dhambi, imejaa damu. Tujioshe, tujitakase watu wangu. Na tukiingia pale mstari wa 18, maandiko yanasema ya kwamba njoo tuojiane basi. Hata kama dhambi yako ni nyekundu kama damu, ataweza kuiosha huyo Mwenyezi Mungu. Hataweza kuisafisha. Hakikuangalia naona wewe ni mwanae. Lakini mioyo yetu imekuwa migumu. Mstari wa 19 akasema, na sasa mkiwa tayari kunitii, mtakula mema ya nchi. Lakini mkiniasi, mstari wa 19 wa 20, nitawaua kwa upanga, nitawaua kwa maradhi mabaya. Na akasema ni mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Alikuwa ananena na mtumishi wake ambaye anaitwa Isaya. Tuondoe uovu, tuondoe udhalimu, tuweze kusimama na yatima, tusimame na wachane. Hakika tumuone Mungu. Mungu ako pamoja nasi. Mungu ni mwaminifu kila wakati na kila saa. Amen and amen. Asante Mungu. Sayuni TV, neno la Bwana.